ndugu yangu, na kwa leo kwa mara ya mwisho kabla hujawa makamu nataka nikuite mdogo wangu Deo Ndejembi. Lakini baada ya hapa najua sitapata kibali hicho tena. Wewe ni bosi na mkubwa wetu. Hongera sana. Mheshimiwa Spika, Deo ni kijana wa umri huo uliosemwa wa miaka 43, lakini si kijana kwa uongozi. Kwa uongozi Deo ni mkubwa, ana uwezo mkubwa na ana uzoefu mkubwa. Akaanzia kwenye nafasi za chama, umoja wa vijana, mkuu wa wilaya, mbunge, naibu waziri, waziri, makamu wa rais. Imemchukua miaka 6 tu alipoingia bungeni kufikia nafasi ya juu. Hii ni neema na ni ibada kwako. Uisali ibada hii kwa kutambua kwamba ni Mungu ndiye amekufikisha hapa, lakini pia utambue kwamba Mungu huyo amemtumia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kukufanya upate na uwekwe katika nafasi hii ambayo nimekuona toka tunakupokea asubuhi kwenye ndege pale, bado huamini, bado huelewi. Sasa elewa kwamba wewe ndio unayekwenda kuwa makamu wa rais. Unapatikana wewe Deo katika wakati sahihi na mazingira sahihi. Wewe ni kiongozi wa kizazi kipya, na rais ametumika na Mungu kuwapa suluhisho la tatizo la wakati na mazingira na aina ya kiongozi anayetakiwa. Wewe ni aina ya kiongozi unayetakiwa kwa sababu umri wako unaakisi huko mbele kwamba ndio vijana mnaotakiwa kulitumikia taifa. Unakuwa makamu wa rais wa 13. Unakuwa makamu wa rais wa 13, makamu wa rais mwenye umri mdogo kuliko wengine wote waliopita toka tupate uhuru. Udogo wako ni wa umri, lakini sio udogo wa uwezo wa uongozi. Ninakufahamu na rafiki yako mkubwa Mavunde amekuzungumzia. Mimi ninyi ni wadogo zangu. Ninaposimama hapa ninajivunia, na hata wakati mwingine ninapandwa na furaha kiasi cha kupitiliza. Ninajiuliza, leo yule aliyekuja kwangu akiwa haelewi hata kama ubunge atapata, ndiye huyu leo ni makamu wa rais. Sitaki nifike kule mbali, lakini ruhusu niseme hili tu kwamba yule aliyekuwa hana hata hela ya mafuta ya kutia gari kumalizia kampeni, akafika kwangu, ukanitafuta mitaa ya Kaloleni, halafu tukakutana, nikakwambia mdogo wangu, nilicho nacho hiki, nenda, Mungu atakujalia. Na leo unakwenda kuwa makamu wa rais. Mungu ni mkubwa, Mungu ni wa wote. Kila mja na kila mtu ana kilele chake katika mafanikio. Unaweza ukaanza kufikiria ndio umeanza, kumbe kilele chako ndio kimefika. Na mwingine anayeanza kumbe kilele chake kiko juu yako. Tumpende huyu kijana, tumsaidie. Na rais ametupa zawadi sisi wabunge. Angeweza kumtoa makamu wa rais nje ya bunge hili. Lazima tumuoneshe imani aliyotupa Mheshimiwa Rais kwa kuhakikisha kwamba tunampa kura zote za ndio makamu wa rais mtarajiwa ndugu Deo Ndejembi. Nataka niseme mimi nabaki na furaha yangu moyoni. Na niseme na nijumlishe, pengine Mungu siwezi kujua maisha yangu yanaishia lini, lakini wewe Deo Ndejembi na Anthony Mavunde ambaye unamaliza form 6, baba yako alinikabidhi wewe. Leo ninasimama hapa, wewe ni waziri, lakini alinikabidhi ukiwa umemaliza form 6, ukanitafuta kule Vingunguti, tukala wote ugali wa mchana. Leo mmekaa pamoja hapo, mwingine makamu wa rais na mwingine ni waziri.
hongereni wadogo zangu, hongereni sana wanangu, na mimi nitaendelea kuwapa sapoti, na kwa sasa tutakusapoti sana Deo ili usituangushe sisi wa mkoa wa Dodoma. Na mimi nimesimama hapa Mheshimiwa Spika kuongea kwa niaba ya wabunge wenzangu wa mkoa wa Dodoma kama mwenyekiti wao, lakini kwa niaba ya Watanzania wa mkoa wa Dodoma tunaunga mkono hoja na tumpe kura zote. Asante sana.